Kufunguliwa kwa muhuri wa pili. Ufunuo Yohana 6 mstari wa 3 hadi 4. Na alipoifungua muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, "Njoo." Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, na akapewa upanga mkubwa. Asante rafiki yetu mwema. Tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Hii ni siku nzuri yenye mibaraka. Tunakuja mbele zako Baba tukidai baraka kwa wakati huu, tukiomba Baba ukanene nasi. Na watoto wako tuko tayari kusikia sauti yako kinena kupitia somo hili. Takasa mioyo yetu, kaa ndani ya mioyo yetu. Asante kwa kuwa umetusaidia kuelewa. Asante kwa kuwa umetusaidia kuweza kuyashika yote ambayo tunaenda kujifunza kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, Yohana anaona farasi mwekundu. Mpendwa, rangi nyekundu ni ishara ya damu. Mpanda farasi ana upanga mkubwa na anaruhusiwa kuondoa amani duniani. Hili jambo linatoa nafasi ya watu kuuana. Muhuri wa pili kuelezea athari za kuikataa Injili. Kristo anapigana vita vya kiroho kupitia kuhubiri Injili. Nguvu za uovu huweka upinzani mkali sana, na hapo matokeo yanafuata kwa watu wa Mungu wakiteswa na shetani hadi kumwagika damu. Hii inashabiana na kipindi cha Smirna kuanzia mwaka 100 mpaka mwaka 313 AD, ambapo Warumi waliwaua watu wa Mungu. Mpanda farasi hafanyi mauaji, badala yake anaondoa amani duniani, na hivyo kiasili mateso huwa yanafuata. Lakini jambo la kwanza linaloonekana katika alama hizi ni tofauti ya rangi ya farasi. Hii ina maana maalumu. Kama ule farasi mweupe wa kwanza alikuwa anawakilisha usafi wa Injili katika kipindi kile cha Efeso, basi rangi nyekundu ya farasi wa pili inaonyesha kwamba katika kipindi hiki ule usafi wa hali ulianza kuharibika. Hata katika siku za Paulo, uovu ulianza tayari, ulikuwa umeshaanza kufanya kazi kwa siri, na kufikia wakati huu katika kanisa linalodai kuwa wao ni Wakristo lilikuwa tayari limeanza kupotoka. Hivyo kubadilika kwa rangi ya alama hii inaonyesha kwamba ni mafundisho ya uongo yalianza kuingia. Mambo ya kidunia yalianza kuingia kanisani. Kanisa lilianza kutafuta kushirikiana na mamlaka za serikali. Hii ilileta matokeo makubwa sana. Matokeo yake yakawa ni migogoro na machafuko. Kihistoria, kipindi cha kanisa la Kikristo lilianza mwaka 100 baada ya Kristo hadi 313 baada ya Kristo, ambapo tunaona kwamba kutoka katika kanisa la mitume la mwanzo la Efeso na linaingia katika kanisa la Smirna. Katika kipindi cha kanisa ambalo kanisa la Smirna ilikuwa ni kipindi cha kanisa la Kigiriki na Kirumi. Tunatoka kwenye ufunuo wa moja kwa moja wa Mungu na kuingia katika mafundisho ya wanadamu ambao wanadai kwamba wana hekima, kumbe wanakosea. Mpendwa, Mungu aliweka mpaka wazi kati ya kipindi cha miujiza na kipindi kinachofuata ili kuonyesha tofauti kati ya kazi yake na kazi ya wanadamu. Kipindi hiki pia mpendwa, kilikuwa ni kipindi cha wakati wa mateso makali ya wapagani. Watu wa Mungu walikuwa wanauawa na wapagani. Watu wa Mungu walikuwa wanauawa kwa kupitia mateso makali, kwa sababu walikuwa wamesimama imara kwa ajili ya kutetea imani. Wakati wa mashahidi wengi kipindi hiki waliweza kuuawa kwa ajili ya imani yao. Hii inathibitisha kwamba Yesu anasema kwamba nawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kuna kipindi tunapitia, Mungu anatutuma twende kusimama imara katikati ya mbwa mwitu. Na wapendekezea leo, jioni ya leo, kwamba tusimame katikati ya mbwa mwitu tukiwa na imani safi. Tusikubali kupotosha na mafundisho potofu. Pia katika kipindi hiki Ukatoliki ulikita mizizi yake. Katika kipindi hiki Uprotestanti ulikita mizizi yake, lakini pia ndani yake ulianza kuonekana mwanzo wa mafundisho ya kanisa ambayo yaliweza kupotosha kanisa, na pia mbegu za mafundisho potofu zilianza kuonekana ndani ya kanisa. Hali hii ilifikia kilele chake wakati wa mtawala Konstantino aliyejiita Mkristo. Akajifanya kwamba ni mwongofu mpya mwaka wa 323, ambayo ilipelekea muungano kati ya kanisa na dola Kirumi, ambayo ilitokea kipindi cha amri ya Milan, ambayo ilileta uhuru wa dini, ambayo ilisababisha kufungua mlango wa kuingia kwa roho ya dunia ndani ya kanisa.
Mpendwa msikilizaji, Ufunuo 6 mstari wa 4 anasema, katoka farasi mwingine mwekundu, na aliyempanda akapewa kuondoa amani katika nchi, watu wauane, naye akapewa upanga mkuu. Hii inamaanisha kwamba farasi mwekundu inawakilisha rangi nyekundu, inawakilisha damu. Farasi mwekundu anawakilisha vita. Farasi mwekundu anawakilisha mateso. Na anaposema huyu mpanda farasi aliweza kuiondoa amani, inaonyesha kwamba kutakuwa na migogoro na vurugu. Na huyu mpanda farasi alikuwa na upanga mkuu, inawakilisha kwamba mateso makali dhidi ya watu wa Mungu wataweza kuteswa. Hii inaonyesha kipindi ambacho kanisa lilipoteza usafi wake wa awali, likaanza kukumbwa na mateso makubwa. Ukisoma katika kitabu cha SDA Bible Commentary juzuu ya 7 ukurasa 772 hadi 773 anasema, farasi mwekundu anawakilisha kipindi cha mwaka 100 hadi 313 baada ya Kristo. Kipindi hiki kilikuwa na mateso makali ya Warumi dhidi ya Kristo. Kipindi hiki kulikuwa na migawanyiko ndani ya kanisa. Kipindi hiki kulikuwa kuna kupotosha usafi wa Injili. Amani iliondoka duniani kwa sababu dini ilichanganyika na siasa. Nguvu ilianza kutumika badala ya ukweli. Na ukisoma katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa wa 39 anasema, upanga japokuwa ulionekana kushindwa, ndio ulikuwa mshindi. Roho yake iliutawala kanisa. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kanisa lilianza kuathiriwa na desturi za kipagani. Hii ilisababisha kupotea kwa usafi wa Injili. Pia katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa wa 40 anasema, kanisa liliharibika. Mafundisho ya uongo yaliingia katika kanisa. Mafundisho ya kishirikina na ibada za sanamu viliingizwa. Hii inaonyesha mwanzo wa uasi ndani ya kanisa. Farasi mwekundu, mpendwa, anawakilisha uharibifu na mateso. Na kwa ufupi, muhuri wa pili unaonyesha kipindi ambacho kanisa lilianza kupoteza usafi wake, likachanganyikana na mambo ya dunia na siasa, likapitia mateso makubwa, lakini bado Mungu aliendelea kulilinda ili imani ya kweli sizimike kabisa. Asante rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa kuwa bado unaendelea kulilinda kanisa lako. Bado unaendelea kushikilia baadhi ya watu waendelee kusimama imara katika imani, ili waendelee kuendeleza mafundisho ambayo ni ya kweli. Tusaidie sisi tuwe miongoni mwa watoto wako ambao watasimama imara wakinena kweli bila kupotosha. Asante kwa kuwa hata katikati ya mateso ambayo yanakuja mbele yetu, tutasimama imara tukikutegemea wewe. Baba, tunashukuru kwa mafundisho haya. Mafundisho haya yakatupatia ujasiri wa kutokuogopa, wa kusimama imara na kukataa mafundisho mabaya, ili hali tukisimama katika ukweli. Asante rafiki yetu mwema, naweka mikononi mwako watoto wako hao wana think big, ukawalinda, ukawaongoze, ukapiganie pale wanapokulilia Baba, ukaweze kuwasikia. Kuna wagonjwa ambao wako hapa wanaumwa, ukaweze kuwaponyesha. Kuna watu ambao hawana amani moyoni, Baba ukawapatia amani. Kuna watu ambao wamefiwa, ukawafariji. Kuna watu ambao wameshindwa, wamekosa hela, wanashindwa kufikiria kwamba kesho nitakula nini, wanashindwa kuelewa, ukawapatie mahitaji yao sahihi, ukawalinde na kuwaongoza kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.